gani? Asubuhi njema hii basi nipatie fursa tu ikupeleke moja kwa moja kufahamu mawili matatu kwenye the morning call. Morning call ya siku ya leo. Morning call ya siku ya leo. Msikilizaji pote pale ulipo, katika the morning call nazungumzia masuala ya afya leo. Kwa nini wanasayansi wanajiandaa kwa janga lingine la afya? Kwa nini wanasayansi wanajiandaa kwa janga lingine la afya? Ndio swali ambalo namna hiyo ninakutupia. Wanasayansi wamepaza sauti juu ya kile wanachohofia kinaweza kuwa janga linalofuata, ugonjwa ambao tayari umekuwa ukiharibu maelfu ya mashamba kwa miezi kadhaa. Msikilizaji, watafiti wanaochunguza jinsi magonjwa yanavyoenea wanaonya kwamba huenda hata tusitambue kwamba Marekani imepita kikomo cha homa ya ndege kuwa janga la binadamu, kutokana na ufuatiliaji usiokuwa na matokeo ya uhakika. Ili kuipa jina sahihi aina ya homa ya mafua ya ndege H5N1 sasa imefikia kila bara isipokuwa Australia. Imegunduliwa hata katika penguins za Antarctic na kwa ngamia huko Mashariki ya Kati. Ugonjwa huo sasa unapatikana kwa ndege wa mwituni na mamalia katika majimbo yote 50 ya Marekani, na unasambaa kutokana na mashamba ya kuku na kuambukiza zaidi ya mifugo 1000 ya ng'ombe wa maziwa, kulingana na idara ya kilimo ya Marekani USDA. Watu 70 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya ugonjwa huo na mtu mmoja amefariki dunia. Fursa muhimu ya kudhibiti virusi vya ugonjwa huo ilikuwa wakati utawala wa Rais Trump na kwa mtangulizi wake Joe Biden katika hatua ya kupokezana madaraka, kulingana na mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Daktari Kathleen Rivers, profesa msaidizi katika chuo cha afya cha umma cha Johns Hopkins Bloomberg. Kwa mfano, majira tofauti yamepuuza sheria tofauti zinazohusiana na usafirishaji wa mifugo. Homa ya ndege si tatizo la muda. Kulikuwa na homa wakati huo ambapo kulikuwa na hofu ya kuzuka kwa magonjwa haya. Sasa ni kwa wazi unastahili kudhibitiwa, na ili kufanya hilo lazima mikakati ya ugunduzi wa virusi kuimarishwa. Kipaumbele kwa sasa ni ugunduzi, kuwabaini watu walioambukizwa, hali yao ilivyobadilika. Hilo ndilo tishio kubwa. Wataalamu wa magonjwa wana wasiwasi ulimwenguni kote, sio Marekani pekee ambayo huenda haijajiandaa vya kutosha kukabiliana na mlipuko wa homa hii ya ndege. Tangu Novemba mwaka 2023, zaidi ya maambukizo 700 ya virusi vya H5N1 imeripotiwa kwa shirika la afya duniani, hasa kutoka nchi 15. Miongoni mwao Indonesia, Vietnam na Misri ziliripoti idadi kubwa zaidi ya watu walioambukizwa. Kwa hivyo homa ya ndege sio jambo geni, lakini wanasayansi sasa wana wasiwasi kwa sababu kuu tatu. Kwanza, idadi kubwa ya spishi za mamalia walioambukizwa, takribani 70 kulingana na Umoja wa Mataifa, kutokana na shamba na wafanyakazi wa shamba hadi maeneo ya wanyamapori na wanyama wa nyumbani. Pili, kasi ya kusambaa kwa virusi miongoni mwa ng'ombe wa maziwa ambao wanatangamana kwa karibu zaidi na wanadamu. Kuna hali ya sintofahamu, msikilizaji, inayosababishwa na utawala mpya wa Trump. Wafanyakazi katika mashirika mengi ya serikali ambao ni wataalamu wa magonjwa waambukizaji wamefutwa kazi na kusababisha mpango wa kupima homa ya ndege kusitishwa, katika hali ambayo inawafanya baadhi ya wafanyakazi wa mashamba wa kigeni wanasita kufanyiwa uchunguzi kwa hofu ya kufukuzwa. Kuna uwezekano wa janga la ugonjwa wa zoonotic ambao unasambaa kutoka kwa wanyama kwenda kwa wanadamu.
Mnamo Aprili kulikuwa na mlipuko 59 ambayo iliripotiwa kwa athiri kuku na ndege wengine 44 kutokana na maambukizo ya mamilia katika eneo la Amerika, Asia na Ulaya, kulingana na shirika la afya la wanyama duniani WOAH. Tangu Desemba mwaka jana pia kumekuwa na maambukizo ya virusi vya H5N1 miongoni mwa wanadamu nchini Marekani, Uingereza, India, Mexico, Cambodia na Vietnam. Kwa miongo kadhaa, homa ya ndege ilikuwa hasa virusi vya ndege ambavyo vilisababisha matatizo ambayo hayakuathiri watu vile, lakini sasa inavamia sana species zingine za ndege kwa muda mfupi zaidi. Daktari Rivers anaonya kuwa virusi hivi visipodhibitiwa, hali inaweza kuwa mbaya zaidi duniani. Ndege hawatambui mpaka wa kimataifa, na wanasayansi wana wasiwasi kwamba wanapoingia katika msimu wa kiangazi ambao ndege wengi wanahama kutoka eneo moja hadi nyingine, hali ya maambukizo inaongezeka kila wakati. Kuwachanja wanyama wa nyumbani ni suala ambalo limezua utata. Wakulima ambao wanalazimika kufuga au aina tofauti ya ndege wanatakiwa kuwachanja wote kuanzia bukini hadi kuku, lakini hii sio rahisi. Ni vigumu kufikia kiwango kinachohitajika kwa chanjo kutokana na sababu moja au nyingine. Dawa ambapo huisha madukani, hali ambayo huenda ikiwafanya wakulima kutowapa chanjo wanyama wao wote. Pia kuna suala la matukio ya chanjo. Hakuna visa ambavyo wakulima wenyewe hawataki kuwachanja wanyama wao, anaeleza Daktari Munir Iqbal, mkuu wa ugonjwa wa homa ya ndege katika taasisi ya Pirbright nchini Uingereza. Umoja wa Ulaya unaandaa miongoni itakayowezesha kila taifa kuchanja, lakini hata ndege aliyechanjwa bado anaweza kusambaa virusi hivyo kwa baadhi ya ndege wa mwituni. Serikali ya Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikikataa chanjo ya kuku, ikihofia kwamba chanjo inaweza kuathiri mzunguko wa chakula wa Marekani, katika hali ambayo inaweza kuhatarisha bidhaa za wanyama kuku katika hatua ya kupigwa marufuku kusafirishwa nje ya taifa hilo. Lakini idara ya kilimo ya Marekani USDA hivi majuzi imetoa idhini ya masharti ya chanjo iliyoboreshwa ili kukinga kuku dhidi ya virusi vya H5N1. Mashirika ya serikali nchini Marekani na mataifa mengine yamekuwa yakihifadhi mamilioni ya dozi ya chanjo ya homa ya ndege kwa ajili ya binadamu. Uzalishaji huu utahitaji muda, lakini hifadhi ya sasa itakuwa na kisi. Na hiyo ndio sehemu ya The Morning Call asubuhi ya leo. Jina langu ni Kantona Joseph.